Habari na karibu kwenye ufunuo unaofichuliwa. Leo tutaendelea kutoka kwenye mafundisho ya mwisho. Katika mafundisho yaliyopita tulizungumza kuhusu mazao ya biashara dhidi ya mazao ya kufunika udongo na jinsi yanavyohusiana na ngano kwa kuhusisha na Lea na Raheli, lakini sikufika mbali sana kwenye hadithi ya Lea na Raheli. Nitaongeza hilo na kulizungumzia zaidi kwenye mafundisho haya. Utaona jinsi hadithi katika Mwanzo 29 sio tu kuhusu kile kilichotokea na miaka aliyofanya kazi na kile Yakobo alifanya siku zile, bali utaona mwanga wa unabii, kwamba unabii umeunganishwa kabisa na kila kitu katika maandiko. Ni ajabu kabisa. Utaona jinsi vinavyohusiana na ufunuo wa siku za mwisho. Ndivyo ilivyo ya kushangaza. Lakini kabla hatujafika hapo, lazima nijenge msingi fulani ili uhakikishe unaelewa au kuanza kuelewa. Kwa sababu kama bado hujaelewa vizuri, ningekushauri urudi uangalie baadhi ya mafundisho ya awali hapa. Lakini tumekuwa tukionyesha na kufafanua haya kwa karibu miaka 9 kwenye chaneli yetu kuu Ministry Revealed kwenye YouTube au kwenye ministryrevealed.com. Lakini kumbuka, kama sijasema ni sura gani nipo, angalia tu upande wa kulia utaiona. Lakini hapa sasa nitaanza mahali ambapo mara nyingi tunaenda kwenye Wakorintho wa pili sura ya 12, kwa sababu ndiyo picha kuu ya ufunuo wa siku za mwisho. Kuna kipindi kinachoitwa juu ambacho kinawakilisha siku 50, kisha kinafuatiwa na miaka 14. Kinaanza kwenye hicho kipindi cha juu. Jambo la kwanza kabisa linaloanza ni kabla ya dhiki na wanaenda mbinguni ya tatu. Kisha tunajua katika mwaka wa 7 wa mihuri kuna wale wa katikati ya dhiki ambao wananyakuliwa na kwenda peponi. Kwa hiyo unakunyakuliwa kabla ya dhiki, kunyakuliwa katikati ya dhiki katika mwaka wa 7 wa mihuri, halafu una hii picha ya kinabii ya Paulo tena hapa. Yote yamezungumzwa na Paulo, lakini kumbuka, unabii umechanganywa ndani ya maandiko. Na tunaona hapa, hii ni picha ya kurudi kwa Bwana akiwa amekanyaga mlima wa Mizeituni katika mwaka wa 14. Inasema, tazama, mara ya 3 niko tayari kuja kwenu. Kwa hiyo kuna kunyakuliwa tena na kurudi. Kila mtu anabishana, je, ni kabla ya dhiki, katikati ya dhiki au baada ya dhiki? Jibu ni kwamba yote ni kweli, lakini kwa bahati mbaya kila mtu anaendelea kuangalia kupitia macho ya Mathayo bila kutambua kwamba ni Luka na Marko kwanza halafu Mathayo. Kwa hiyo kwa nini ninaanza hapa leo? Kwa sababu hii miaka 14, kitu ambacho watu wengi hawatambui ni kwamba hii miaka 14 inawakilisha seti 2 za mwisho za 7 katika hesabu ya miaka 49 ya Yubilei, ambayo inamaanisha kwamba mwisho wa hii miaka 14 ya dhiki itakuwa ni Yubilei. Sasa basi, hii sehemu ya juu inawakilisha nini? Hii sehemu ya juu ambayo nimeelezea ni siku 50. Tumeivunja, tumekuwa tukifundisha kuhusu hii kwa miaka mingi, kuonesha kwamba ni siku 50. Hizi siku 50 ni sehemu ya nini? Basi ni sehemu ya zile 7 zilizokuja kabla yake, unaona? Kwa hiyo tukienda kwenye Mambo ya Walawi sura ya 25, tunaweza kuona kwamba kwenye mstari wa 8 inasema, na utahesabu kwako Sabato 7 za miaka, 7 mara 7. Sawa? Hiyo 7 mara 7 ni nini? Ni miaka 49. Kwa hiyo ni 7, sivyo? Kama nimezipata zote, jumla ni miaka 49. Kwa hiyo tunapozungumzia miaka 14, ile mwaka wa 14 wa mwisho ndio mwaka wa 49, kwa sababu ni 7 ya mwisho. Miaka 49 ni 7 za mwisho kati ya hizi 7. Sawa? Ndivyo ilivyo. Halafu kinachotokea mwishoni mwa mwaka wa 49, siku 10 baadaye, siku ya upatanisho, ndiyo yubile ya tarumbeta. Sawa? Na tumefundisha hili tena katika Mathayo 24 na tutaligusia tena baadaye, lakini katika Mathayo 24 kuna sababu kwa nini mazungumzo ya Luka na Marko hayazungumzi kuhusu siku za Nuhu, lakini mazungumzo ya Mathayo yanazungumzia siku za Nuhu. Na tutaligusia tena tutakapofika huko. Sababu ni kwa sababu ya kile ambacho huu mwaka wa 49 wa mwisho unamaanisha. Tazama hili, ni mwaka wa 49 tu wa mwisho, sio wa 7, sio wa 14, sio wa 21, 28, 35, 42. Ni mwaka wa 49 tu, una siku 10 za ziada. Unaona hilo? Ni huo tu una siku 10 za ziada. Na kwa nini hivyo? Kwa sababu ni kwa ajili ya kupigwa kwa tarumbeta ya Yubilei, kama vile siku za Nuhu zilikuwa mwaka 1 na siku 10. Ni ajabu sana, lakini tayari tumefundisha kuhusu hilo. Sasa ngoja nikuonyeshe jinsi hii inavyoonekana kwenye mchoro wetu. Unaona,
Hivi ndivyo tunavyoviita sura hadi miaka. Hizi ni sura ambazo tumezifichua na ndani yake zinafunua unabii wa siku za mwisho kama miaka sura. Sawa, tunaita hii sura hadi miaka, lakini nataka nikuonyeshe hii hapa. Unaona, kuna miaka yako 7 ya mihuri na miaka 7 ya tarumbeta. Sawa, kwa miaka yako 14, halafu mwaka wa 15 unaona tumeuweka kama jubilei ya mwisho. Sasa kwa nini huu umewekwa kama jubilei ya mwisho ingawa ni mwaka wa 49 halafu wa 50? Sasa angalia hapa, ulikuwa na 7 7 7 7. Kwa hiyo hizo zilikuwa 7 halafu kuna 7 ya 5, 7 ya 6, 7 ya 7. Unaona, kwa hiyo mwaka wa 14 ni mwaka wa 49, halafu unaona tunachokiita mwaka wa 15 ni jubilei. Sababu pekee tunaita miaka 14 ni kwa sababu hiyo ndiyo muda wa dhiki kuu, lakini kulikuwa na 7 zilizotangulia kabla yake. Hizi ni 2 za mwisho tu. Sasa vipi kuhusu siku 50? Basi zile siku 50 ni sehemu ya mwisho ya 7 ya 3 kutoka mwisho. Unaona, ile 7 iliyotangulia kabla yake. Tunaita hii picha kubwa. Kwa hiyo una miaka 7, halafu anapata bibi harusi wake wa kwanza, kisha una miaka mingine 7 ya mihuri na kisha miaka mingine 7 ya tarumbeta. Kwa upande huu hapa una hii picha kubwa tunayoita miaka 21, na hiyo ingemaanisha jubilei ni mwaka wa 22. Lakini usisahau, katika kila tukio ni kweli mwaka wa 49 na mwaka wa 50. Tunachohesabu ni miaka iliyobaki tu. Sawa? Kwa hiyo ukihesabu hivi unaishia kuona sehemu hii inayomwakilisha Luka. Lakini unaona sehemu ya juu ambayo ni zile siku 50 tu tulizonazo hapa kwa rangi ya buluu zingewakilisha siku 50 za mwisho za hii miaka 7 ya mwisho. Sawa? Ambayo inamaanisha nini? Hii ni picha ya kinabii ya kama vile miaka 7 ya mwisho, ambapo wakati ule wa pre-trip ukitokea inamaanisha kutakuwa na miaka 7 iliyotangulia, na hii ndiyo sehemu ya mwisho ya hiyo miaka 7. Na nini kinatokea? Kisha anampata bibi harusi wake, halafu anakuwa na miaka mingine 7 ya mihuri, miaka mingine 7 ya tarumbeta. Sawa, lakini kumbuka kilichotokea. Ukienda kwenye Mathayo 24 na ukaona kwamba Bwana anarudi na miguu yake inakanyaga mlima wa Mizeituni, kama vile katika Zekaria sura ya 14 mwanzoni mwa sura, huu ni Bwana akirudi mwanzoni mwa mwaka wa 14. Analeta hukumi na itadumu kama siku za Nuhu, kama Mathayo 24, mwaka 1 na siku 10 hadi mwaka huo wa mwisho utakapokamilika, ambao pia ni mwaka wa 49, na kisha itakuwa kupigwa kwa shofaa ya jubilei siku 10 baadaye, siku ya upatanisho. Sasa kwa nini nakwambia haya? Kwa nini nakwambia kuhusu 7 za kwanza, 7 za pili, na kisha baada ya hizo 7 za pili bado kuna 7 nyingine, sivyo? Ambayo itatufikisha 21. Lakini utaona kwamba ni baada ya 20 ndipo hadithi ya nini inaanza. Baada ya 20 au baada ya miaka 13, nini hutokea? Bwana anarudi na miguu yake kwenye mlima wa Mizeituni. Sawa, kwa hiyo kuna jambo linatokea mwanzoni mwa picha kubwa ya 21, au unaweza kusema mwanzoni mwa mwaka wa 14 kama tunavyopenda kusema mara nyingi. Sasa angalia hili. Kumbuka kwenye mafundisho yaliyopita tuliongea kuhusu ngano ya majira ya baridi na ngano ya majira ya kuchipua. Tulikuonyesha kwamba ngano ya majira ya baridi hupandwa mwishoni mwa vuli. Kwa hiyo inachukua mizizi, halafu inaanza kukua na kuendelea kukua mapema wakati wa kuchipua, na huvunwa mwishoni mwa kuchipua hadi mwanzoni mwa kiangazi. Wakati ambapo ngano ya majira ya baridi, wakati ambapo ngano ya majira ya kuchipua hupandwa wakati wa kuchipua, hukua kipindi chote cha miezi ya joto na huvunwa mwishoni mwa kiangazi au mwanzoni mwa vuli. Sasa kwa Wayahudi wangeita hii ngano ya zamani, wangeita hii yoshon. Halafu ngano ya kuchipua wangeita ngano mpya au wangeita kadoshi, na wana sheria zao kuhusu hili. Hii ndiyo picha ambayo uko karibu kuona kuhusu Lea na Raheli katika kipindi cha miaka niliyokuonyesha hapa, kwa sababu unabii umejificha katika kila kitu. Tazama hii. Kwa hiyo kwa Wayahudi kuna yoshon na kadosh, ambayo ni maneno ya kosha kwa nafaka ya zamani na mpya.
Kwa hiyo Yoshon ni ya zamani, Kadosh ni mpya. Yoshon inamaanisha nafaka ya zamani inayoruhusiwa ambayo ilichipua kabla ya Pasaka. Unaona, ilipandwa wakati wa vuli, kwa hiyo hakika ilichipua kabla ya Pasaka. Wakati Kadosh inamaanisha nafaka mpya isiyoruhusiwa iliyopandwa au kuchipua baada ya siku ya pili ya Pasaka. Kwa hiyo, kwa sababu inapandwa wakati wa masika, haichipui mpaka baada ya Pasaka, ambayo inamaanisha inaitwa nafaka mpya. Sasa, hii inamaanisha nini kwao? Basi inamaanisha kwamba kwa nafaka ya zamani, ile iliyopandwa wakati wa baridi kama ngano ya baridi, wanaweza kula mara moja. Unaona, hiyo ni Lia. Lia ndiye mkubwa. Unaona hiyo? Lia ni mkubwa na Raheli ni mpya, sawa? Au mkubwa na mdogo. Hii ndiyo hadithi ya kinachoendelea, na angalia kinachotokea. Inaandikwa hapa kuhusu ngano ya masika dhidi ya ngano ya baridi. Mazao yaliyopandwa wakati wa baridi na kuvunwa mapema kiangazi ni Yoshon kiasili. Unaona, ni nafaka zamani ambayo inamaanisha wanaweza kula mara moja, na inavunwa unajua lini? Muda huo wa sikukuu ya majuma, wakati mazao yaliyopandwa masika yanaweza kuwa Kadosh. Unaona, mazao yaliyopandwa masika ndiyo wangeita nafaka mpya. Sasa angalia kinachotokea kwenye hadithi hii tunapoenda Mwanzo 29. Yakobo amefurahi sana kwamba atamtumikia Raheli kwa miaka 7. Anatumikia hiyo miaka 7. Anasema, lakini kwake ilionekana kama siku chache tu. Unaona jinsi hiyo ni ajabu? Ni miaka 7 kamili aliyotumikia, lakini ilihisi kama siku chache tu kwa sababu ya upendo aliokuwa nao kwake, na alikuwa na furaha sana. Alipomaliza hiyo miaka akasema, nipe mke wangu ili niweze kwenda kwake. Kisha Labani mkwewe Yakobo anaandaa karamu kwa ajili ya kila mtu, anakusanya watu wote pamoja. Inageuka kwamba anampata Lea. Anakasirika sana kwamba amepata Lea, halafu mkwewe anamwambia katika Mwanzo 26, haifai kufanyika hivyo katika nchi yetu, kumpa mdogo kabla ya mzaliwa wa kwanza. Lazima umpate Lea kwanza kabla hujampata Raheli. Unaona? Unaweza kupata Yoshon kabla hujapata Kadosh. Unaweza kupata ngano ya msimu wa baridi kabla ya kupata ngano ya msimu wa kuchipua. Sasa alifanya nini? Alihudumu miaka 7 akitarajia kupata mdogo, lakini akapata mkubwa. Ile miaka 7 ilipita kama siku chache tu, ingawa zilikuwa miaka 7. Na kisha inasema nini? Akaendelea kuhudumu miaka mingine 7. Kwa hiyo anaishia kumpata Raheli baada ya harusi, lakini lazima ahudumu miaka mingine 7 kabla hajawa wake rasmi. Na kisha nini kinatokea? Basi hadithi haijaisha. Tunaenda Mwanzo sura ya 31 na inasema alihudumu miaka 20 kwa mkwe wake, miaka 14 kwa ajili ya binti zake wawili. Sasa kumbuka, hii si ile miaka 14 tunayozungumzia kuhusu siku za mwisho hapa. Hizo ni miaka 7 ambazo kila kitu kinaonekana kiko sawa hadi zile siku 50 za mwisho. Halafu ni miaka 7 ya mihuri. Ni hii miaka 14 hapa, unaona? Ni hii hapa. Na kisha inasema nini? Kisha akahudumu miaka 6 kwa ajili ya mifugo. Miaka 6 zaidi kwa ajili ya mifugo ni hapa. Hiyo inakufikisha mwisho wa miaka 20. Nini kilitokea mwishoni mwa hiyo miaka 20? Anafanya agano na mkwe wake. Si ajabu hiyo? Baada ya miaka 20 anafanya agano na mkwe wake kuanza mwaka wa 21. Unajua Bwana anafanya nini? Bwana anafufua upya agano lake mwanzoni mwa mwaka wa 14. Huu mwaka wa mwisho wa 14 ni nini? Ni kurudi kwa Bwana akiwa amekanyaga mlima wa Mizeituni. Atakwenda kufufua upya agano alilolifanya awali wakati wa dhiki. Hili litakuwa agano lililofufuliwa upya, lililothibitishwa. Sawa? Hii ndiyo tunayosoma kuhusu, na katika mafundisho yajayo nitaelezea mwaka wa 13 halafu wa 14. 13 halafu 14, miaka 20 halafu wa 21. Iko kila mahali kwenye maandiko. Kwa hiyo tunachoona mwishoni ni Bwana akirudi na kukanyaga mlima wa Mizeituni siku na saa ambayo hakuna mtu anayejua. Hiyo itakuwa kama siku za Nuhu, ambayo inamaanisha itakuwa mwaka 1 na siku 10. Hapo ndipo anapofufua upya agano hili la mwisho, na huo ndio mwaka wa 49 wa mwisho wa kusema 21 au wa kusema 14. Ni mwaka wa 49 wa mwisho, halafu kupigwa kwa tarumbeta ya yubilei.
Unaona, kile watu wengi hawaelewi kuhusu kitabu cha Danieli na Ufunuo wa sura ya 9 ni kwamba katika mstari wa 27 wa Danieli 9 inaposema, naye atathibitisha agano na wengi kwa juma moja, huu ni Bwana akifufua upya agano hilo katika mwaka wa 14 wa mwisho. Ni hadithi ya Yakobo, Lea, Raheli. Ni hadithi ya ufunuo. Naomba ikubaliki. Tutaongea hivi karibuni